huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Ushuhuda ni silaha moja kubwa sana mbele zake Mungu. Neno la Mungu linasema tusipojua kushukuru katika vichache, hatuwezi tukapewa vilivyo vikubwa au vilivyo vingi. Kwa hiyo kanisa la sasa linakosa kupata vilivyo vingi au vikubwa, ni kwa sababu watu hawana utayari kumshuhudia Mungu kwa matendo makuu ambayo wametendewa. Ninaposema ushuhuda, manake ni neno la shukurani mbele zake Mungu. Watu wa Mungu, Mungu anapokufanyia kitu lazima usimame mbele yake na kumshukuru, hata kama kichache. Unapimwa kwa ule wakati, ili walioko nyuma na wengineo waweze kusonga mbele. Yesu wakati anaambiwa Lazaro anaumwa, rafiki yako enda kamuone, alikaa kimya. Alipokea ujumbe, lakini hakuchukua hatua ya kwenda kumuona Lazaro ambaye anaumwa. Lakini Yesu akufanya hivyo ni kwa ajili ya kusudi ya mbingu. Ugonjwa ambao uliingia kwa Lazaro, lengo na kusudi ilikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa kwake Mungu. Naomba umakini. Naomba umakini. Lazaro aliugua na Yesu alikuwa ni rafiki yake, na katika ule urafiki, manake ile familia walikuwa jirani na Yesu, na ule ujirani ni kwa sababu ile familia iliamua kukaa ndani yake Mungu wa kweli kwa kupitia mwanae. Tunaona dada zake Lazaro, akina Mariamu, wakifunguliwa, wakitolewa pepo 7, na wale pepo 7 walikaa kwenye ile familia ni kwa ajili ya ushuhuda, kusudi la Mungu. Tulishuhudia Mariamu na Magdalena, familia moja pamoja na Lazaro. Hawa mama waliponywa na Yesu. Baada ya kuponywa, waliamua kuambatana na Yesu. Manake walipokea kufunguliwa na kuponywa, lengo na kusudi ili wafanye kazi ya Mungu, ili wengine ndani ya kile kijiji au lile eneo wajue nguvu ya Mungu kwa kupitia mwanae ni namna gani inatenda kazi. Haikuachwa mbali, Lazaro akaugua na akapokea mauti. Alivyopokea mauti Lazaro, Yesu aliitwa na ndugu na jamaa pamoja na wanafunzi wa Yesu, wakalalamika, mbona hatuendi kwa rafiki? Akasema hapana, ile mauti ilitengenezwa kwa kusudi. Kusudi gani? Ili mwana wa Mungu aweze kutukuzwa. Naomba mnielewa hapa. Lazaro alipokea umauti, lakini ndani ya yule mauti ilikuwa na kusudi. Dada zake walitolewa pepo zaidi ya 7 kwa kusudi. Naomba mnielewe hapa. Kwa kusudi. Umekuja mara hapa kwa kusudi. Unatakiwa ufanye biashara kwa kusudi. Baada ya kuondolewa wale pepo, waliambatana na Yesu. Wao wakawa ndio matajiri wanaoibeba huduma ya Yesu. Maana yake
katika mikutano yote ya injili ya Yesu, Mariamu na Magdalena walikuwepo. Kabla ya ibada kwanza, walisimama wakitoa ushuhuda ni matendo gani Mungu ameyatenda kwa kupitia mwanaye. Maana yake jamii wengi waliwajua, walifahamu maisha ya ile familia. Waliamua kuishi maisha ya kufanya injili na kuibeba ile injili kwa kusudi. Maana yake mioyo yao ilitazamwa, ndio maana waliponywa. Naomba mnielewe. Leo biashara yako itafunguliwa kwa kusudi. Moyo wako unalenga nini? Unaenda kwa bilionea, unataka kwa bilionea. Unaenda kwa bilionea kwa kusudi. Moyo wako umelenga nini? Lazaro akapokea umauti. Alipopokea umauti, Yesu akwenda. Na Yesu akawaambia, umauti wa Lazaro uliandaliwa kwa kusudi, ili mwana wa Mungu yeye ainuliwe kwenye lile anga. Kumbe kuponywa kwa Mariamu kulikuwa na kusudi. Ilikuwa ni mipango ya Mungu, lengo na kusudi wengine waamini. Je, kwako? Muulize jirani yako, moyo wako ukoje mwenzangu? Umekuja hapo umebeba roho ya namna gani? Umelenga nini? Unataka Mungu afanye nini kwako? Na akishafanya Mungu lengo na kusudi, unataka ufanye nini? Mwambie. Cha ajabu katika utimilifu wa nguvu ya Mungu ndani ya mwanaye, Lazaro baada ya kufufuka aliambatana na Yesu na mikutano yote. Na ile mikutano mnaoisoma ilikuwa inajaa. Watu walikuwa wanajaa kumshuhudia Lazaro aliyekuwa amekufa na akafufuka. Haleluya. Haleluya. Leo hii Mungu anataka kuachilia kwako. Wewe ni Lazaro. Baada ya leo na kuendelea kesho, mikutano ya injili ya hili madhabahu inatakiwa ushuhuda kufunguliwa kwako. Haleluya. Naomba muamini watu wa Mungu. Huu ni ujumbe, ni roho wa kweli ameuachilia kwa sasa baada ya huo ushuhuda. Kumbukeni naelezea ushuhuda. Mtu wa Mungu anamshuhudia Mungu kwa matendo makubwa aliyotenda. Maana yake leo hii kuna watu huko watasikiliza. Wataona huyu Mungu wa madhabahu na kweli kuna kitu anafanyaje? Anakitenda. Lakini yote ni kwa sababu yeye roho yake ameamua kumdhihirisha huyu Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa uwezo kaamini mtu wa Mungu. Yesu kila mkutano wa injili mnaoisoma ilikuwa inajaa. Kumbe ilikuwa inajaa kwa sababu Lazaro alikuwepo. Watu walikuwa wanakwenda wakamuone nani ambaye alikufa akafanyaje? Kwa sababu ni ibada ambayo ilikuwa haijawahi kutokea duniani. Mimi ni watu wa Mungu. Kwa hata leo wewe ni Lazaro, lakini leo nafufuka. Lakini lengo lako kubwa nini? Mtaa kwa mtaa unatakiwa ukashuhudie maisha yako mapya. Haleluya. Haleluya. Wokovu watu wa Mungu ni mabadiliko ya tabia. Mimi ni watu wa Mungu. Tukubali kubadilika. Tuwe wanyenyekevu. Tuwe watii. Tusikilize sana anahubiri. Anenena si mie. Ni Kristo ndani mwangu. Yule ambaye ndo amekuandalia. Lakini leo anashauri badilisha moyo. Kuwa na shauku ya kufanya kazi ya Mungu. Hazina ya mbinguni watu wa Mungu ipo kwa watu wenye kusudi. Kumbukeni yeye anasema anawahitaji watakao muabudu katika roho na kweli, ili aweze kuwafanikishia kitu. Hatimaye ukishafanikishiwa, ili uweze kujenga ufalme wa kwake Mungu. Tunajifunza kumbe ili Mungu ili hazina yake aiachilie kwako, anahitaji kusoma moyo wako. Unataka akupe ubilioni, unataka kufanyia nini? Kuanzia leo jifunze hilo. Kuanzia leo jipokee. Kama kweli moyo wako umekamilika,
upo tayari kwa ajili ya kufanya kazi yake Mungu, Mungu hazina yake kuanzia sasa na iamuru iwe wazi. Haleluya, haleluya. Mwenye kujenga kajenge. Haleluya. Biashara zikafunguke. Haleluya. Amani ya kweli ikakae kwenye familia zenu. Tumemsikia mshuhuda hapa, anasema sebule yake kwa sasa ni nzuri. Zile sofa mpya, anakaa pale, akikaa pale amewasha TV na kinywaji. Lengo la hicho kinywaji ni nini? Yeye anachotaka, anataka kupoza nini? Amani ya nini? Mwenzangu na mimi, una amani ya moyo? Hebu angalieni haya maisha mazuri ndani ya Kristo. Maisha mazuri. Leo hii kanisa umesema umeokoka. Soda ni muujiza. Kanisa, soda ni muujiza. Watu wa Mungu, chai ya maziwa ni muujiza leo hii. Na unasema unatawala na kumiliki. Hapana. Ni vitu vya kawaida ndani ya Kristo. Kuna asali na maziwa, manake vitu vizuri. Mnielewa? Maziwa ni afya, manake ni haki yetu sisi ndani ya Kristo. Asali ni tamu, maisha mazuri. Wewe shida nini? Bado hujaamua. Amua leo. Acha kuwaza sana. Amka. Ufahamu Yesu ambaye ni Kristo amerejea. Na katika urejeo wake ameachilia nini? Ufahamu. Na ule ufahamu unaturuhusu kutawala na haiwezekani mwanamke uliyeumbwa kwa mfano wake Mungu unataka kumtegemea mwanaume. Wapi? Mariamu na Magdalena baada ya kuponywa na Yesu, Mungu aliachilia kila kitu. Wao ndio waliofadhili injili mnaoiona ya Yesu miaka 3 yote. Manake hata wewe leo hii Mungu akiachilia hicho kifungo, shetani akiondolewa, mimi nawaambia Mariamu na Magdalena, wale pepo 7 waliwekwa na upande wa pili. Manake shetani maroho yake alienda kukaa mahali pale. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mariamu na Magdalena waliumbwa wakibeba roho kwa ajili ya kumthibitisha nani? Kristo. Shetani akaingia ndani mwao, wakawa na mateso. Hata wewe leo unateseka ni kwa sababu kuna kusudi. Ujui unahangaika ni kwa sababu hatima yako. Shetani anajua kwamba kweli wewe ukiwa bilionea utahubiri nini? Utahubiri nini? Jacqueline, hebu simama. Jacqueline huyu na bwana wake Mungu atawabariki mpaka pa mwisho. Hilo nasema. Mnemuona huyu kwa kupitia hii madhabahu watabarikiwa mpaka wamekuingia agano katika uchumi wao. Walimwambia Mungu, sisi tutatoa sadaka ambayo tuna uwezo wa kuiendesha hii huduma hata miaka mingapi. Hicho kiwango ilikuwa sio rahisi aliyeokoka kukitoa. Msiete masiala. Jacqueline, sijai kusema na sijai kuambia umma, lakini Roho ametaka. Manake Mungu alijua mlikopita. Na ni kwa nini mlikuwa mnapita? Ni kwa sababu nyinyi mmeoana wawili kwa kusudi. Kwa kusudi. Silete masiara. Mume wake alistaafu kazi. Wakati anastaafu, kiinua mgongo chake alichukua fungu la 10 ambao sio rahisi kwa mwana wa Adamu chini ya jua na kukileta hapa. Narudia. Na kufanyaje? Kiwango ambacho sio rahisi. Manake yeye na mume wake walikubaliana kuiamini hii madhabahu, kwamba sisi sasa tumestaafu kazi, lakini tunamtegemea nani? Katika kila ambacho wamefanya miaka yote, walikata 10% kukileta mara hapa. Lakini leo wanasimulia ni nini Mungu alichokifanya kwao, wanakijua. Haleluya. Kama mtu wa Mungu. Haleluya. Na Mungu hata wapungukia. Ni kwa sababu ya nini? Mioyo yenu
Mliamua, narudia watu wa Mungu, sio rahisi. Sio? Kwa hiyo cha msingi ni nini kuelekea ujumbe wa leo? Mioyo yetu. Tuwe wazi na tuamue kufanya kazi ya nani? Tukibana mioyo yetu bila kufanya kazi ya Mungu, tunachokiomba hakitapatikanika. Ubilionea mara hapa upo, biashara zipo, tutalima tutavuna, lakini utavuna unataka kufanyia nini? Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha.